wa Yanga, shabiki na kindaki na mwanachama wa Young Africans. Kevo, habari yako? Fresh ndugu yangu, kwema? Kwema mzima wewe. Oi. Iftari. Unaswaumu. Unaswaumu ndugu yangu. Unaswaumu kali shehe. Vipi? Fresh kabisa. Mambo yanakwenda? Namshukuru Mwenyezi Mungu, mambo yanaenda hivyo hivyo. Unajua ukiamka ukaona una pumzi, ndio unaweza kufanya locomotive ya kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Unamshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu. Ndio, mpaka hivi sasa ndani ya ligi kuu Tanzania bara kuna mjadala kuhusiana na kauli ambayo aliweza kuitoa Wallace Karia siku ya jana kuhusiana na baadhi ya viongozi kujiuzuru na kusema baadhi ya viongozi wengi nyinyi wana makosa. Vipi kwa kauli hiyo? Tuanzie hapo. Ni president wa shirikisho, nadhani ukiacha tu kuwa kiongozi, nadhani kwa makamu aliyokuwa nayo anaweza akawa hata ni baba yetu mzazi, mimi na wewe. Na tunampongeza pia, juzi tunaona amechaguliwa kuwa mjumbe wa kamati tendaji ya CAF kwenye mkutano mkuu wa CAF kule Misri. Lakini bila kupepesa macho, kauli aliyoitoa juzi ni kauli moja ambayo inafikirisha sana alipokuwa kituo fulani cha redio. Nadhani kwa cheo chake cha rais wa TFF, rais wa Sekafa, mjumbe wa kamati tendaji ya CAF mpaka 2029 hakupaswa kuitoa. Nadhani ni kauli ambayo inaonyesha kabisa there is no delegation of power, kwa sababu kama president anafahamu kuna chombo husika ambacho kinaitwa bodi ya ligi kimeajiriwa pale na kinafanya kazi pale ya kusimamia ligi kuu ya NBC na ligi nyingine kama championship. Nadhani ile kauli ya kupaswa kuitoa ni kauli ambayo inafikirisha kweli kweli. Inanifanya mimi nishawishike hata kuona ule mchana wa tarehe 8 hayakuwa maamuzi ya bodi ya ligi kugairisha mchezo wa dabi ya Kariakoo, ila yalikuwa ni maamuzi yake, kwa sababu hata ukirifaa masaa mawili kabla ile taarifa nilimsikia mzee Mguto akisema mechi iko pale pale. Asubuhi pia nilimsikia kakaangu Karim Boimanda akisema mechi iko pale pale. Sasa nikapata maswali mazito, kwa nini hawa watu wametoa hizi kauli alafu saa chache mbele tukaona mchezo umegairishwa? Kwa hiyo kauli ya ndugu Wallace Karia imekuja kupinpoint kwamba haikuwa kauli ya mamlaka ya bodi ya ligi kugairisha mchezo, ila ilikuwa ni kauli na muongozo ambaye ni simu ilipigwa kutoka TFF chini ya ndugu Wallace Karia ya kugairisha mchezo. Kwa hiyo nadhani ni kauli ambayo inapaswa kupuuza. Ameenda mbali zaidi, anasema amefikia vichaka vingi sana vya klabu yangu ya Yanga, wengine wakisema kichaka sio cha Kisinda cha nani. Hii inaonyesha kwamba bodi ya ligi sio tena independent organ ambayo inafanya kazi za kujitegemea. Kama rais inaweza akafika sehemu akachukua jukumu la mamlaka nyingine kufanya kazi nyingine, inafikirisha kweli kweli. Au tukae sehemu tuseme bodi ya ligi imeshindwa kufanya kazi zake kama independent organ, stop. Kama TFF wana mamlaka, wanaweza kusimamia hizo ligi za mkoa, championship na ligi kuu premier, kwa sababu kama umekiweka chombo kifanye kazi afu unakuja wewe unatoa maamuzi ya kwako peke yako, lazima watu waanze kukudoubt. Tunaheshimu, na mimi binafsi na mheshimu ndugu Karia kwa sababu nilikuwa miongoni mwa vijana wake ambao tulikuwa tunamsaidia kuratibu mkutano wa CAF mwaka juzi 21 ile mjini Arusha pale. Kwa hiyo namfahamu na nimekaa naye karibu. Unajua ukipata walau dakika 4-5 za kukaa na mtu unapata kumsoma haiba na mwenendo na misimamo yake iko wapi. Kwa hiyo nadhani ni kauli ambazo kidogo sio tu mashabiki wa klabu ya Yanga tumeumizwa nazo. Nadhani wapenzi wa mpira na wadau na sisi kama wadau wa mpira wa miguu tumeumizwa na hizo kauli, kwa sababu president wa shirikisho hawezi kutoka ukao naongea. Wakitoka wale kina Boimanda kwa sababu wameajiriwa pale, they are employed kwa sababu ya kuzungumzia mpira, kina Clifford Ndimbo, tunaweza tukasema hapa kuna double standard, lakini kuna 1 2 3. Lakini rais ambaye tunaamini football issues Tanzania zina rise kwa mtu wa mwisho kwako, kutoka kauli kama zile inafikirisha kweli kweli. Kuna kina Kasongo pale, kuna kina mzee Mguto ambao they are employed kwa sababu ya kusimamia hicho chombo. Kwa hiyo tumeudhunishwa na ni kauli ambazo kidogo zinatutia uwalakini na zinatuaminisha kabisa there is no delegation of power kwenye bodi ya ligi, iko tu kama ceremonial board na hakuna ile check and balance. Mpaka hivi sasa watu wengi wanasubiria tarehe mpya ya dabi ya Kariakoo, lakini kwa upande wenu Young Africans msimamo wenu bado upo pale pale mpaka hivi sasa? Na baada ya kauli za president wa shirikisho, kiukweli ni kama tulikuwa tuna kidonda, kovu limeanza kukauka, tukisubiri hizo busara zitumike, labda pengine tungeshawishika na viongozi wangu wa klabu ya Yanga, kamati tendaji ile iliyokuwa chini ya Engineer Harris ingeshawishika aidha kwa busara au kwa kutumia kipengele fulani, timu ingine ingecheza na hakuna sehemu ungeona labda mashabiki wa Yanga tunawatukana kinamna hiyo. Lakini ni kama wamekuja kwenye hicho kidonda
wakamenya ile ngozi ya juu. Kwa hiyo nadhani hii nayo ni starting points nyingine ya Yanga kuendelea kutilia mkazo mchezo namba 184 hautakuwepo, hatufikiri kucheza wala hatutaucheza. Lakini Kalia alisema katika uongozi wake Young Africans mmenufaika zaidi. Kwa hiyo ni maana ni kiongozi ambaye yuko kwa nyakati fulani kuwanufaisha watu fulani. Wakati ambapo walipaswa kutumia hizo kanuni na miongozo ya kuinyonga Yanga angetumia, lakini sio kosa moja. Yaani hauwezi ukacompare two entities kupitia scenario ambayo imetokea sasa hizi. Kwa hiyo kama yeye aliifavor Yanga ni yeye mwenyewe. The time ambayo imefika sisi Yanga tunaona hatujapewa kitu ambacho tunastahili. Tumerise. Kwa hiyo as compare entity moja kwenda entity nyingine. Tunaongea kwa sababu ni wadau wa mpira wa miguu. Ana cheo kikubwa kweli kwenye mpira wa miguu, wala kwenye katiba ya TFF hakuna sehemu ambapo kinasema the president of federation should be above the law. Kwa hiyo tunamquestion kwa sababu hakuna hata hicho kipengele ambacho kinazuia sijui mdau wa mpira asimquestion president. Kwa hiyo tunapoongea kama kuna logic, kuna mantiki sehemu zinapaswa kufanyiwa kazi na sio kuweka hizo double standard kwenye ligi. Ndio. Namna ambavyo tunaitazama ligi yetu hivi sasa, tupo katika dumu la salama na mazinzong yanayoendelea hivi sasa. Ni ligi aina gani? Kiukweli ni ligi moja ambayo kidogo tutakuwa waongo tukisema haijapiga hatua, kwa sababu ili useme ligi yako ni bora inazungumzwa. Ligi ya Tanzania obvious inazungumzwa. Wanakuja ile makocha kutoka ligi nyingine lakini wanakuwa waumini wa timu hizi. Tulimuona kocha Robert Matano wa Fountain Gate juzi akisema yeye ni shabiki wa Simba. So it means kumbe kocha anaweza akawa sehemu nyingine kabla ya kuja Tanzania tayari akaanza kuvipenda vilabu vya Tanzania ambavyo viko kwenye ligi kuu. Kwa hiyo nakiri kusema kwamba ligi imekuwa, lakini bado ina upumbavu mwingi sana ndani yake ambao unakwamisha tusifike sehemu ambapo tunahitaji. Tutafika kwa sababu tunataka tutumie sakata hili kama starting point ya kuonyesha mpira wa Tanzania uko wapi. Ni wa Yanga, shabiki na kindaki na mwanachama wa Young Africans. Kevo, habari yako? Fresh ndugu yangu, kwema? Kwema mzima wewe. Oi. Iftari. Unaswaumu. Unaswaumu ndugu yangu. Unaswaumu kali che. Vipi? Fresh kabisa. Mambo yanakwenda? Namshukuru Mwenyezi Mungu, mambo yanaenda hivyo hivyo. Unajua ukiamka ukaona una pumzi, ndio unaweza kufanya locomotive ya kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Unamshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu. Ndio, mpaka hivi sasa ndani ya ligi kuu Tanzania bara kuna mjadala kuhusiana na kauli ambayo aliweza kuitoa Wallace Karia siku ya jana kuhusiana na baadhi ya viongozi kujiuzuru na kusema baadhi ya viongozi wengi nyinyi wana makosa. Vipi kwa kauli hiyo? Tuanzie hapo. Ni president wa shirikisho, nadhani ukiacha tu kuwa kiongozi, nadhani kwa makamu aliyokuwa nayo anaweza akawa hata ni baba yetu mzazi mimi na wewe. Na tunampongeza pia, juzi tunaona amechaguliwa kuwa mjumbe wa kamati tendaji ya CAF kwenye mkutano mkuu wa CAF kule Misri. Lakini bila kupepesa macho, kauli aliyoitoa juzi ni kauli moja ambayo inafikirisha sana alipokuwa kituo fulani cha redio. Nadhani kwa cheo chake cha rais wa TFF, rais wa Sekafa,